katika jiji la Berkane lililopo kaskazini mashariki mwa Morocco karibu na mpaka na Algeria, ndiko nyumbani kwa klabu ya Renaissance Sportive de Berkane maarufu kama RS Berkane. Klabu hii ilianzishwa mwaka 1938 na kwa miaka mingi ilikuwa timu ya mkoa hadi ilipoanza kuchomoza kwenye anga la juu la soka la Afrika mwanzoni mwa miaka ya 2010 wakiwa wanavaa jezi za rangi ya machungwa tangu mwanzo hadi wafia soka nchini Morocco wakawabatiza jina la utani la The Orange Boys. Historia ya klabu hii katika michuano ya CAF inaturudisha nyuma hadi msimu wa mwaka 2015 ambapo ulikuwa msimu wao wa kwanza kushiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika na kuondolewa katika hatua ya awali kabisa, na baadaye wakajipanga tena na kuishia hatua ya robo fainali ya michuano hiyo ya kombe la shirikisho. Msimu uliofuata wa mwaka 2019 ulikuwa mzuri kwao, wakifanikiwa kushika nafasi ya pili baada ya kupoteza kwa mikwaju ya penati 5-3 mbele ya Zamalek ya Misri, ambao waliibuka kuwa mabingwa wa michuano hiyo msimu huo. Na kisha msimu uliofuata wa mwaka 2020 walitoa taji lao la kwanza kubwa barani Afrika walipoichapa Pyramid ya Misri kwa bao 1-0. Msimu uliofuata waliishia hatua ya makundi, na msimu uliofuata tena wa mwaka 2022 wakarejea tena, na mara hii waliibuka tena mabingwa kwa kuifunga Orlando Pirates ya Afrika ya Kusini kwa mikwaju ya penati 5-4 baada ya sare ya bao 1-1. Baada ya hapo msimu wa mwaka 2023 ukawadia na wakaishia hatua ya mtoano na msimu uliopita RS Berkane. Na msimu uliopita RS Berkane waliishia kubeba medali tu za kombe hilo baada ya sare ya mabao 2-2 iliyopelekea Zamalek kutoa ubingwa huo kwa faida ya bao la ugenini. Mbali na mafanikio ya kimataifa, msimu huu wa mwaka 24-25 RS Berkane imeandika historia kwa kutoa taji lao la kwanza la ligi kuu ya Morocco maarufu kama Botola Pro kwa kucheza mechi 25 na kushinda michezo 18 kutoka sare michezo 6 na kupoteza mara moja tu, na kujikusanyia pointi 60, wakiandika rekodi mpya na kuwa mabingwa kabla ya msimu kumalizika. Katika michuano ya kombe la shirikisho msimu huu, RS Berkane imeonesha kiwango cha hali ya juu. Katika mechi 5 walizocheza nyumbani walishinda 4 na kutoka sare mchezo mmoja tu. Hakuna timu yeyote iliyowafunga katika uwanja wao wa nyumbani msimu huu, jambo ambalo linawapa hofu Simba Sports Club katika mchezo wao wa Jumamosi hii. RS Berkane msimu huu inaundwa na wachezaji wa viwango vya hali ya juu wakiongozwa na mlinzi na nahodha wa timu hiyo, raia wa Ivory Coast Issoufou Dayo, ambaye amekuwa msaada mkubwa kwa timu hiyo katika michezo mingi aliyoicheza hadi hivi sasa. Mchezaji mwingine wa kuangaliwa ni Lamloui Osama, ambaye amefunga mabao 5 kwenye michezo yote ya kombe la shirikisho aliyoicheza msimu huu akiwa na jezi ya RS Berkane, akiwa amecheza dakika 439 tu, na amekuwa mwiba kwa mabeki wa timu pinzani. Ufanisi wake mkubwa unampa nafasi kubwa kwenye kikosi cha kwanza dhidi ya Simba Sports Club. Kwa ujumla katika mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu, RS Berkane wamecheza mechi 12 wakishinda michezo 9, kutoka sare michezo 2 na kupoteza mchezo mmoja tu, mabao 20 wakiwa wameyafunga. Hii inaonesha kuwa sio timu ya mchezo na wala sio timu ya kupaki basi, wana uwezo wa kushambulia muda wote wa mchezo. Kwenye ligi kuu ya Morocco, RS Berkane
wameshinda mechi 10 kati ya 12 walizocheza kwenye uwanja wao wa nyumbani msimu huu. Sare moja na kipigo kimoja tu ndivyo vinavyowafanya kuwa na rekodi bora zaidi ya nyumbani ukilinganisha na timu zote msimu huu. Hii ni ishara kuwa Simba Sports Club wanakabiliwa na mtihani mgumu. Kocha wa RS Berkane msimu huu ni Moin Shaban, raia wa Tunisia. Aliwahi kuinoa Esperance de Tunis ya nchini Tunisia na kuifikisha fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Chini yake RS Berkane imeimarika kiufundi, ikicheza soka la kisasa linalotegemea umiliki wa mpira na mashambulizi ya kasi kupitia upande wa pembeni. Fainali ya kwanza kati ya Simba na RS Berkane itafanyika katika uwanja wa Manispaa wa Berkane tarehe 17 Mei 2025. Mechi ya marudiano itachezwa Dar es Salaam tarehe 25 Mei 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa wenye uwezo wa kuingiza mashabiki 60,000. Hii inakuwa mechi ya kihistoria kwa pande zote mbili. Hadi kufika fainali, RS Berkane wameondoa CS Constantine ya Algeria, Zamalek ya Misri na Stade Malien. Safari yao ilikuwa ngumu, lakini ya mafanikio. Hakuna timu ndogo waliopambana nayo, na hilo linazidi kuimarisha kisaikolojia kuelekea mechi yao dhidi ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Mashabiki wa RS Berkane wanaamini mwaka huu ni wa kuongeza taji la 3 la CAF Confederation. Wamejipanga vilivyo, huku kiingilio cha mechi ya kwanza kikitangazwa kuwa ni bure kwa mashabiki wa timu hiyo kama njia ya kuongeza morali ya kikosi chao kupambana na Simba Sports Club. RS Berkane wanaingia fainali hii wakiwa na uzoefu wa hali ya juu, safu imara ya ulinzi, kiungo kinachomiliki mchezo na washambuliaji wenye uchu wa mabao. Lakini pia wanajua Simba si timu ya kubezwa. Wana kasi, nguvu na uzoefu wa kutosha katika mechi kubwa. Uwanja wa Manispaa wa Berkane wenye uwezo wa kuingiza mashabiki takriban 10,000, ingawa si uwanja mkubwa kama Benjamin Mkapa Dar es Salaam, ndio ambao utatumika katika fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika, ambapo Simba wakiwa ugenini watakuwa na dakika 90 ngumu za kuamua mchezo wa pili utakaochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam waingie kwa namna gani. Uwanja huu wa Manispaa wa Berkane umekuwa na historia ya kugeuka moto kwa wapinzani wa RS Berkane, hasa katika michuano ya Afrika msimu huu. Yatasemwa yote, ila dakika 90 ndizo zitaamua. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.